wakakosa pa kukaa. Sijui anakuja kubomoa hiyo nyumba na greda, sielewi, au sio wanataka wamefikia hatima gani, sielewi. Kwa hiyo niko hapa kama mlinzi tu wa nyumbani kwangu, watoto wangu wapate sehemu ya kuishi. Ndio maana naomba serikali wanifikishie, nifike serikali wanihakikishie hatima ya kwangu na watoto wangu itakuwaje. Leo muhusika Vincent hatua na mtoto wangu amuonyeshe yuko wapi. Gogoro wote, na ndio maana kanikabidhi hapa nikae, na wasema wajukuu zake wakae hapa na wasome wakiwa hapa na wafahamike wao ni Wachaga wa Kibosho. Ndio maana alinitoa kule Morogoro kunileta hapa. Sasa hizo wanavyonifukuza mimi hapa kunileta Arbogast, ni baba mkuu kanitumia na nauli nije hapa. Kwa hiyo sasa mimi ndio maana nimwambia hilo shamba sitaliuza. Mimi sikupewa mamlaka ya kuuza hilo shamba. Ni watunzaji kwa ajili ya vizazi, na hao Wachaga wana asili kwa lazima waje kusalimia wadada wanani, wanajua kuwa asili yetu ni pale, tutaenda pale tutamkuta mwali wa mji huu atatupokea. Kwa hiyo sasa mimi wanavyokazania niuze, siwezi nikauza hilo shamba. Hata mnipeleke mahakama ya mbinguni, hilo shamba sitauza. Kwa hiyo sasa naogopa sasa hivi maisha yangu naona yako hatarini sana. Sijui. Ndio maana naomba serikali inisaidie kuhusu mimi na watoto wangu, na pia hata watoto wangu naona shule sasa hivi, hata shule nayo imeshindikana. Wanisaidie serikali, na pia kwa usalama wa kwangu na watoto wangu. Naomba wanisaidie. Ili atunze kabisa, hata mimi aleti. Wala hata kitu chochote aleti. Kwa neema za Mungu na majirani wananisaidia. Mtoto ndio hivi kaacha kulipa na ada. Alikuwa analipa ada tu za watoto, lakini sasa hivi kaacha kabisa. Kaacha hata hiyo ada kulipa, halipi tena. Kwa hiyo naishi tu kwa jirani, kama unavyoona ndio wananisaidia namna ya kuishi, na kidogo hata hicho kishamba kidogo cha mimi nalipa hapa, napata namna ya kuishi. Sina shughuli nyingine tena yote ninayofanya. Ndio hivyo nategemea, tunaangalia kwa hatima yangu itakuwaje. Wanisaidie tu serikali kwanza, usalama wangu na watoto wangu, na kunitetea hilo shamba lisiuzwe huyu Vincent. Shamba lina 2.5 na kuna makaburi kama unavyoyaona hapo. Kuna kaburi la baba mkwe wangu, kuna kaburi la mama mkwe wangu, kuna kaburi la bibi wa mji huu ambaye alikuwa anakaa hapo. Kwa hiyo kuna makaburi 3 na mengine walibomoa hapo. Huyu bibi alikuwa na watoto wengine walizikwa hapo. Lakini pia kulikuwa na makaburi mengine hapo. Kwa hiyo naomba tu serikali inisaidie kunitetea, nibaki hapa na watoto wangu. Wanisaidie pia na watoto wangu namna waweze kumalizia masomo yao. Ambaye ni binamu wa Bwana Arbogast Ernest Leyaroshio. Mimi nasikitika kwa ukatili anaomfanyia huyu shemeji yetu, kwa sababu mimi Arbogast ni ndugu yangu, tumekuwa, lakini tangu mwaka 2007 ndipo nilipoanza kumfahamu huyu mama ambaye ni mkewe. Baada ya mzee Ernest kumtafuta huyu mama, baada ya kujua Arbogast ana mke kule Morogoro na ana watoto 5, akachukua shilingi 500 akamtumia huyu mama kule Morogoro. Akaja akamleta Moshi, akamkabidhi hapa, akamuita, wewe ni mama watoto na kuweka hapa. Sikumweka Arbogast, ila nimekuweka wewe hapa uangalie huu mji, kwa sababu huu mji tangu mzee Ernest ya kuhamia Mtowambu ulikuwa unakaa na bibi yule mama Maria Leyaroshio ambaye amezikwa kaburi lake lile pale. Baada mama yule kufariki, palibaki wazi. Yule mzee kilikuwa kinamuuma roho, kwa sababu yeye alikuwa mlowezi Mtowambu. Na baada kuona yeye ni mlowezi kule, sasa ardhi ya nyumbani ni hapa. Kuna shamba lingine liko hapo juu, lakini mali pa kwake halali alipopakomboa kwa pesa yake baada ya kuuzwa hapa. Yule mzee akaja kumsimika huyu mama kama mlezi wa watoto, kuangalia hapa nyumba hii ambayo mama amezikwa hapa, na mzee Ernest kazikwa hapa, na mkewe Magdalena kazikwa hapa, ni shangazi yangu. Na baada ya hapo pia nasikia kuna swala la utekaji, mtoto ametenda kutekwa Dar es Salaam. Kweli ni ukatili ambao hauvumiliki. Serikali lazima tuiombe serikali itusaidie huyu mama ulinzi wa yeye na watoto wake, kwa sababu kama mtu amefika mahali kuja kuuza ardhi ya nyumbani ni tatizo. Mimi nasema ni ukatili, kwa sababu huyu baba, kwa mfano pale Mtowambu kuna lile shamba la Mbogani eka 2 nalifahamu. Kuna ile shamba la Majengo lilikuwa eka 5, dada yake Dominika katoa hapo eka 2 zikabaki eka 3. Kuna hii shamba la Koemox. Kwa nini asiuze hayo mashamba? Alafu Morogoro kule Malinyi, Morogoro kule ana eka 20 na zaidi ya eka 20. Kwa nini asiuze hizo? Anataka kuja kumfukuza huyu mama hapa nyumbani. Kama si ukatili, huu ni ukatili. Kwa sababu kama angelikuwa ana shida ya fedha kweli, kama ya kuwasomesha watoto, kama maelezo anayosema kwa watu wengine, angeuza rasilimali nyingine
zilizoko kule Mtwambu, nimekutajia kuna eka zaidi ya kule, kuna eka 2, eka kama 6. Kwa nini asiuze hapo moja kule Mtwambu? Au kwa nini asiuze moja au 2 huko Morogoro, ambao ni zaidi ya eka 20 na ng'ang'ania kuuza kwenye kitovu? Na kingine ambacho kinachosikitisha ni kwamba anayetaka kununua ni ndugu ambaye anataka huyu mama afukuzwe hapa, ambaye anaitwa Dr. Vincent Learo Shio. Dr. Learo anajiita, ambaye ni mwalimu wa chuo kikuu. Kweli huu ni uonevu. Amechukua ile shamba la pale juu, anataka kuchukua na hapa nyumbani tena. Hapa eneo la Kilachini. Kweli huu ni uonevu. Na mama na watoto 4 wa kiume. Je, wale watoto wataenda kuishi wapi endapo akichukua mali za marehemu Mzee Ernest Learo Shio, ambaye ni msimamizi wake ni Arbogasti? Na pia katika hili eneo analotaka kuliuza ambalo lenye mgogoro, kuna wadada wako 7 wanatakiwa kuja kuishi hapa, mahali pa kushukia kwao ni hapa. Akipauza hao wadada hao, ndugu zake wataenda wapi? Na kuna mashangazi pia ambao mama yao ametoka hapa, ambaye ndio Maria Learo pale alipozikwa. Je, au wengine wataenda wapi kama si ukatili? Na si ukatili tu kwa watoto wala kwa mke, pamoja na jamii inayomzunguka. Mimi wito wangu kwa serikali, naiomba serikali kwanza ianze kumwajibisha huyo mtu anayejiita Dr. Learo, kwa sababu yeye anafanya ukatili wa kijinsia kwanza, na kisaikolojia amemwari ule bwana. Kwa sababu kama anaweza kumpa pesa amwambie amfukuze mke nyumbani, mke mwenye watoto 5, watoto 6, unategemea huyo mtu ni wa aina gani?